amefufuka katika wafu. Heri ya Pasaka. Tunaadhimisha tena mwaka huu wa 2026 huu mkesha ambao ni mama wa mikesha yote katika maadhimisho ambayo tunakuwa nayo kwenye liturujia yetu ya Kanisa Katoliki, na ni mkesha ambao unaadhimishwa na wote waamini tukiwa tumeungana pamoja kwa furaha kubwa, tukimshukuru Mwenyezi Mungu na tukimshangilia Bwana wetu Yesu Kristo ambaye amefufuka kutoka wafu na kashinda mauti. Amevunjilia mbali hiyo nguvu ilionekana inataka kutawala ulimwengu, nguvu ya Shetani. Yeye ni mshindi. Tunafurahi, lakini tunapenda bado tubaki tumeunganika naye, tumkiri na tumfuate kama Bwana wetu. Ni zaidi ya bilioni 1 karibu na nusu ya Wakatoliki ulimwenguni kote ambao wanaadhimisha na kusherekea sherehe hii ya Pasaka. Ni Wakatoliki, lakini bado kuna hao wengine wa Kristo zaidi ya bilioni 2 ambao nao wanaadhimisha na kusherekea sherehe hii ya Pasaka. Ni kati ya bilioni hizo 8 na nukta kidogo za hawa wakazi wa ulimwengu wote huu. Kumbe tunaona ni Wakristo wengi hao, kama nilivyosema, zaidi ya bilioni 2 ambao leo kesho wataendelea kuadhimisha sherehe hii ya Pasaka, ikiwa nitaka kuonesha furaha yao kwa ushindi huo ambao ameuleta hapa ulimwenguni dhidi ya minyororo ya dhambi, dhidi ya Shetani huyo ambaye alichafua hicho ambacho Mungu alikuwa amekifanya kikiwa kizuri, kama tulivyosikia kwenye maandiko hayo matakatifu, yale yote aliyoumba Mungu kuanzia kwenye hicho kitabu cha Mwanzo tuliosikia uumbaji, historia ya uumbaji. Na kweli ukisoma katika hiyo sura ya 1 aya 31 utasikia jinsi inavyosema vizuri sana kwamba kila kitu ambacho Mungu alikiumba kilikuwa ni kizuri. Bahati mbaya hiyo nguvu ya Shetani ambayo ikaingilia hapo ikaja kuvuruga kila kitu, ikafanya mambo yakaanza kuwa mabaya, lakini bado Mungu kwa upendo wake hakutaka kuyaacha hivyo alivyokuwa. Ndo historia inakuja sasa hiyo ambayo atakuja kusimulia anavyookoa, anavyoliita kwanza hilo taifa la Mungu Israeli, anavyokuja kuwasindikiza, kuwakomboa kutumwani Misri, bado akiwa anatayarisha kwa wote kuja kufika wakati ambapo tafika ndo aje kutoka katika hilo shina la Yese, huyo ambaye atakuja kuwa mfalme, atakuja kutoka mambo, ndiye huyo Kristo Bwana tunayemshangilia hivi leo. Ndugu zangu, ni miaka zaidi ya 2000 hilo kanisa ambalo alilianzisha yeye mwenyewe huyo Kristo mshindi bado lipo na lina nguvu. Naomba tushangilie kwa sababu hii. Na bado wanakuja wengine. Leo tutakuwa nao hao vijana, naona nafurahi kabisa, ambao wameamua na wao kumfuata huyo Kristo mshindi kwa kubatizwa, kama tulivyosikia kwenye somo hilo la waraka wa Paulo kwa Warumi. Atueleza wazi ambao wanapenda sasa kuja kumfuata tena huyo Kristo, waondokane na hayo maisha ya giza kabla hawajaipata hiyo neema. Kwa hivyo kabla hawajabatizwa kwenye maisha ya giza hayo, sasa wanataka waondokane na hayo maisha ya giza, waingie katika huo mwanga uliopigwa mbiu hapa, ukimwakilisha huyo Kristo ambaye sasa ndiye atakuja kuwa kiongozi wao.
sio tena yale yaliyokuwa nawaongoza au yale waliokuwa nafuata, lakini sasa katika imani wanaenda kumfuata huyo Kristo ambaye kama nilivyosema, na sisi leo tunapenda tena tuoneshe huo ukomavu wetu, na tunapenda tukiri hiyo imani yetu katika huyo Kristo ambaye wote tunamsadiki kwamba ndiye msingi wa imani yetu sisi wa Kristo. Bila yeye imani yetu ni bure, kama anavyosema huyo Mtume Paulo katika waraka wake wa kwanza anaoandika kwa Korinto sura ya 15. Yote tukipata nafasi, ndugu zangu, tukaenda tukaisoma pale, Kristo anaeleza swala zima la ufufuko wa huyu Bwana na Mungu wetu Yesu Kristo, yeye ambaye kwake kwa wote Paulo alijiona ni mdogo, kwa sababu amekuja baadaye kuwa mfuasi, amekuja baadaye kuwa mtume na yeye, na anakuja kukiri sasa, na hicho kinachomfanya yeye ampende huyo mama kanisa ni hiyo imani yake katika Kristo Bwana. Na anasema bila imani hiyo, bila kumkiri na bila kukiri ufufuko wa huyo Kristo, basi hata yote tunayoyahubiri ni bure. Ndugu zangu, leo tunapenda nasi tumfuate huyo katika haya anayeyasema huyu Kristo. Tunafurahi kwa sababu kanisa hilo aliloanzisha, alafu na sisi ambao ni wafuasi wake, kama nilivyosema, bado ni imara, bado inaendelea kukua, na hasa kwetu huku kienda hata katika takwimu zinazotolewa sasa hivi, kanisa hilo lililoanzishwa na Kristo huko Afrika liko linakuwa sana, linakwenda. Kwa sababu hiyo tunafurahi na hatuna sababu yoyote ya kufanya tulie. Ndio maana leo tunashangilia na tunapenda tubaki tunashangilia kwamba huyu aliyetukomboa bado ana nguvu. Ni miaka 2000 kama nilivyosema. Kumbukeni, napenda nirudie hicho ambacho tulikisikia hata mwaka jana nilikuzungumza hapa tulipokuwa tunawaalika twende tukaione hiyo imani ya hao waliotutangulia iliyoelezwa vizuri sana katika kitabu hicho cha Matendo ya Mitume. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume hiyo sura ya 5 wanaonesha wazi jinsi hawa mitume walivyokuwa na imani na hawakuwa na woga wowote, na kwa sababu hiyo wao walikuwa tayari kufungwa na wakafungwa kweli. Kina Petro, wakina Yohani na wengine wote hao wakiwindwa na hao Wayahudi, wakuu wa makuhani, watumishi, Masadukayo, wote hao waliokuwa wabaya, wakiwatafuta hao ambao walikuwa kadiri walivyokuwa wanasema wao wanawaharibu hao, wanaliharibu hilo taifa lao la Kiyahudi, wanaliharibu hilo taifa kwa sababu ya imani katika huyo Kristo. Lakini wao kwa ushujaa wao hawakusita, hawakuogopa, wakaendelea kuamini katika hicho, na kweli imani yao hiyo ikaendelea kuwavuta watu wengi wakawafuata. Hawa wakaamua kuwaweka ndani, wanaweka ndani, lakini Mungu yu pamoja nao. Malaika wanakuja wanawatoa magerezani, viongozi wanakuja kutizama majemedari wawatoe huko ndani kwenye magereza, wanakuta hawapo, wameisha toka. Alafu wanatoka wanaenda tena kuhubiri katika mahekalu huko bila woga kabisa. Wanawakamata hata huko, wanawatoa, wanawarudisha tena, njoni mueleze vitu gani mnafanya hivyo. Lakini bado wao hawaogopi, wanasema sisi. Wanapoambia sasa waache kuzungumza juu ya huyo Kristo, sema haiwezekani, hatuwezi tukaacha kuzungumza haya ya Mungu. Mkitaka tuyafuate haya ya binadamu, sisi hatuko tayari, ya Mungu ndio. Ndugu zangu, ni imani ya pekee ambayo nasi vile vile tunaalikwa tuwe nayo hiyo. Yale ambayo tumefundishwa na mama kanisa, ambayo ni imani yetu ya kanisa, hatuna budi sasa kuikiri bila woga mbele za watu, ili mradi tu imani iwe ni imani ya kweli.
kwa sababu unaweza kufikiri wakati mwingine kwamba ni imani ya kweli, lakini si imani ya kweli. Labda ni kwa sababu ya kitu fulani ambacho umeambiwa au mtu fulani amekuelekeza, na si mtu ambaye anaaminika, na si mtu ambaye ni wa kanisa, ambaye ana hata ruhusa hiyo ya kufundisha hicho kitu. Wewe unakishikilia, unafikiri imani ya kweli. Imani iliyo ya kweli na imani ambayo itakufanya mpaka ufe, kwa sababu ni imani ambayo inashikiliwa na wengine wote ambao mko pamoja, na kwa pamoja mnaifuata hiyo imani. Kumbe na wao wakawa hivyo, na kweli kama ni imani ya kweli, wako wengine ambao watakulinda. Hao kama nilivyosema kwenye hiyo sura ya 5, baadaye inakuja inaonekana wazi wazi kabisa kwamba walikuwepo hata kati yao hao Wayahudi waliokuwa wanaona kweli kwamba haya wanayofanya ni kweli. Huyo mmoja ambaye anajulikana sana, Gamalieli, ambaye alikuwa ni mwalimu wa sheria Torati, na ambaye alikuwa anasifika sana Israeli kwa Wayahudi hao, anawatetea hawa kwa hicho ambacho wanakifanya, akiwapa mfano, na aliwatahadharisha hao, huyo mkuu wa makuhani au Masadukayo pamoja na watumishi wengine ambao walikuwa wanawanyanyasa hawa, wanafanya hawa, na wanataka wazuie kabisa wasiseme lolote. Aambia, jamani, kuweni waangalifu, kwa sababu mmeona nyinyi siku hizi wametokea watu kama hawa, wakina Teudo, wakina Yuda sijui wa Galilea, ambao walikuwa na wafuasi wao. Huyo mmoja wa kwanza alikuwa na wafuasi 400. Alipouawa wote wakasambaratika waliokuwa wanamfuata, na huyo mwingine vile vile, huyo Yuda wa Galilea, na yeye alipopotea na wale wafuasi wake wote wakapotea. Sasa huyo anawaambia, jamani, kama hii kazi huyo anayoifanya ni ya kibinadamu, basi itavunjika, lakini kama si ya kibinadamu haitavunjika. Na angalieni, mkiendelea kuwalazimisha hao watu wakae kimya, na kama kazi yao ni ya Mungu, basi itakuwa sasa nyinyi mnashindana na Mungu. Huyu ni Myahudi, mwalimu wa sheria. Walikubali, wakasema tuwaache hao, lakini wakawatandika viboko kidogo, alafu ndio wakawaachia. Wanaondoka, narudi tena, aliwaambia msifundishe, lakini wanaenda nyumbani kwao, kwenye mahekalu, wanaendelea kufundisha imani ya pekee waliokuwa nayo. Ndugu zangu, sisi nasi tujiulize, huyo Kristo tunayemkiri, hiyo imani yetu tukoje mbele za watu hawa ambao wanakuja kwetu na wanataka kutunyamazisha? Na unapokuwa na imani, maana yake sasa hivi sio tu imani kwa maneno au imani kwa kubatizwa kama watakavyobatizwa. Hapana, ni imani ambayo itakuja kuoneshwa katika maisha, ushuhuda. Lazima ushuhudie. Na tunashuhudia nini? Kwa vyote tunashuhudia yale ambayo Kristo mwenyewe kayafunua, na Kristo mwenyewe kayatangaza, na Kristo mwenyewe kayaishi. Kama ni huo upendo ambao tumeupigia makelele tangu Alhamisi Kuu, ndio upendo huo ambao tunapasha sasa tukauishi. Hapo ndio tunaishi Ukristo wetu. Kama ni kutetea haki, kuwatetea hao wanyonge, basi inabidi tukawatetea hao wanyonge, tukaitetee hiyo haki ambayo Kristo alitetea. Mnafahamu, hatuna sababu hakwenda. Labda cha kusema ni twende tukayatizame yale Kristo ambaye aliyafanya, ambayo ndio hayo tukiyafanya na sisi tutakuwa tunamshuhudia huyo Kristo. Kama ni kuwapatanisha watu, yote mnayafahamu, tunayafahamu hayo. Ndio mafundisho ya mlimani aliyopiga makenda hizo heri 9 katika Mathayo tunazosikia. Hayo ndio ya Kristo, na sisi tukayafanya, basi tujue kabisa kwamba sasa tuko kwenye kumshuhudia huyo Kristo ambaye tunamfuata. Ndugu zangu, inawezekana kabisa sisi, na hasa baada ya kufanya hiyo tafakuri kwa kipindi chote hiki cha Kwaresima, tunapokuwa tunajiandaa kuja kuadhimisha ufufuko wa Bwana, tumeyaona hayo mengine ambayo kweli tumeyafanya, na tunamshukuru Mungu kwamba ndiyo tuko tunailinda imani yetu na tuko tunaishuhudia hiyo imani yetu. Lakini kuna mengine ambayo inawezekana kabisa tumeyagundua na tukaona kwamba haya yametupoteza. Hatukubaki tumeunganika na huyo Bwana wetu Yesu Kristo katika maana ya kumshuhudia.
Basi Pasaka ya mwaka huu inatualika tena, bado hatujachelewa. Pasaka maana yake ni maisha mapya, furaha ambayo inakuja kutuletea maisha mapya, ni furaha ambayo inakuja kutubadilisha, mabadiliko, ni furaha ambayo inakuja kututoa katika ile hali ambayo ilikuwa imetupoteza, imetuondoa katika uhusiano pamoja na huyo Kristo tunayemkiri, na kuturudisha sasa katika huo muunganiko mzuri na uhusiano mzuri pamoja na Kristo. Ndugu zangu, hatujachelewa, hatujachelewa. Tunaalikwa tena tupige hatua mbele, tuseme sasa tunakwenda, tunataka tubaki naye huyu Bwana wetu Yesu Kristo. Kuna mawili hapo, na kuna picha mbili ambazo zilionekana vizuri sana tulipokuwa tunatafakari hayo mateso aliyopata Bwana wetu Yesu Kristo. Picha mbili hizo ni picha moja ni ya huyo Petro, ambaye Petro huyo atakuwa anawakilisha wale ambao watakuwa tayari, au tuseme wanaweza wakaanguka, au wale ambao wanaanguka, lakini kuanguka kwao haina maana kwamba ni mwisho. Hapana. Wakikubali wakataka kurudi kufanya hayo mabadiliko, watarudi, na kweli huyo Kristo anayetukomboa atawakomboa kama alivyomkomboa Petro, ambaye yeye kama mnafahamu alikuwa na kimbelembele chake. Petro alikuwa na namna yake ya kutenda hayo mambo mpaka kamkana Kristo. Tena wakati mbaya sana Kristo alipokuwa kwenye mateso, baada ya kutoka kwenye bustani ya Getsemani, huko ndio anaanza kumpeleka sasa, waje kwenda kumwamba, kumweka pale msalabani. Katika hali mbaya hiyo, huku anamuuliza kama na yeye alikuwa ni mfuasi wake, akakataa kabisa, akamkana huyo ambaye mnafahamu kesho kutwa baada ya hapo atakuja kumfanya ndiye kiongozi, ndiye mwamba, na juu ya jiwe hilo atalijenga kanisa lake. Huruma na upendo wa Mungu wa pekee. Petro alikuja kubadilika baadaye, na kweli yote hayo ambaye alikuwa amefanyika, ambaye alikuwa ni kinyume, baada ya shetani kama amemwingia, yakafutwa upendo wa Mungu. Lakini ni kwa sababu tu yeye ametaka arudi, abadilike, atoke katika ile hali ya kumkataa au ya kumpinga au kumkana huyo Kristo. Kinyume chake sasa kundi jingine ni hilo la wakina Yuda. Yuda ambaye alikuwa karibu sana, alikuwa kati ya mitume hao 12. Mnafahamu kilichotokea kwa busu hilo alilompiga Bwana wetu Yesu Kristo, na huyo akamwambia kama kweli unataka ulifanya kayafanye hayo. Akabaki na kichwa ngumu hiyo, hakutaka kurudi, na mwisho wake ndio ukawa huo. Yuda akaenda kujitundika kadiri tunavyoambiwa, akaishia. Kumbe hata sisi tunajipima katika hao wawili, twende njia ipi? Kukosea sio mwisho wa maisha, kutenda dhambi sio mwisho wa maisha. Maisha ni Kristo kumrudia, na yeye akaturudisha katika njia hiyo ya ukombozi. Hicho ndo tunaitwa tukifanye. Tunaalikwa tufurahi, kwa sababu upendo wa Mungu bado uko nasi, na hasa baada ya hicho ambacho amekifanya Bwana wetu Yesu Kristo. Hicho tunachokishirikia leo, upendo wa pekee ambao unawarudisha hao ambao wamejitenga, wakajiondoa katika huo mstari ulio mzuri, wakajiondoa katika uhusiano mzuri pamoja na Mungu wao. Tusikate tamaa. Pasaka inatualika tufanye hayo mabadiliko. Tazame Kristo huyo aliyefufuka, mwanga unaotuongoza, na kweli tukapenda kurudi tunapogundua kwamba tumetoka katika mstari, atatupokea kwa furaha. Biblia inatufundisha, tunajua yote, mwana mpotevu, shilingi iliyopotea, kondoo aliyopotea karudi, na sisi hivyo hivyo. Tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kipindi tena hiki cha Pasaka ya mwaka huu, na tupende kuyasema hayo kwamba sisi tutabaki katika imani hiyo,
katika imani kwenye huo msalaba, imani katika Kristo, na yeye tu ndiye awe furaha kwetu, nawe ndio tumaini letu kama tulivyosema jana. Tumsifu Yesu Kristo.